Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 3 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yajivunia mapato ya ndani. Dr. Mwigulu asema hakuna miradi itakayokwama, ataka udhibiti ujenzi wa mabondeni, suluhisho la kudumu mafuriko. Habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi awageukia wananchi 60 waliokataa fidia. Habari katika ukurasa wa pili. Samia atuma rambirambi ajali iliyoua 10. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. TMA yaonya uwepo wa mvua radi Januari. Habari katika ukurasa wa 5. Viwanda vyafungwa kutiririsha maji ya sumu uchafu. Habari katika ukurasa wa pili. Wachumi waeleza mbinu kutoboa Januari. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika waziri mkuu, wabunge wanawake wataka vyeo zaidi bungeni. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha ikimuonesha waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akimsikiliza mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC Machibia Shiwa kushoto akitoa maelekezo kuhusu uharibifu uliosababishwa na mafuriko kwenye miundombinu ya reli SGR katika eneo la Kidete wilayani Kilosa mkoani Morogoro jana. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni uharibifu SGR waibua maswali, hoja mitandaoni za hoji hali hiyo ndani ya muda mfupi wa mradi, TRC yazijibu. Mwigulu asema si ajabu safari za treni SGR kuhairishwa. Habari katika ukurasa wa 4, nukuu yake ikisema, ikitokea mvua ya upepo iliyotikisa nyaya, mtiririko wa umeme hautokuwa wa kawaida. Wale wanaoitakia mabaya Tanzania wanataka watu waendelee kupita na mvua ya upepo inanyesha kwenye treni inayotumia umeme. Hii ni nukuu ya Dr. Mwigulu Nchemba. Othman, taifa lijengwe juu ya haki, katiba 2026. Habari katika ukurasa wa 8. Kitendawili Marekani aliyedakwa na mabomu Musoma. Zikiwa zimepita siku 46 tangu jeshi la polisi litangaze kumkamata mwanajeshi mwenye uraia pacha Kenya na Marekani akiwa na mabomu yaliyoelezwa ni hatari. Hatima ya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mili 6 ajali ya Morogoro kutambuliwa kwa DNA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Uteuzi wa ikoroga Chadema Nyasa Dar es Salaam. Uteuzi wa mwenyekiti na makatibu wa kamati za kudumu za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa umeibua mvutano miongoni mwa viongozi wa kanda hiyo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Mwinyi azindua ujenzi wa daraja kuunganisha visiwa. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tunatazama sasa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yataja kiwango cha malipo wanaojitolea. Mwongozo waweka bayana namna watakavyolipwa kila mwezi. Posho za safari, umri ni vijana zaidi. Waajiri wahadharishwa utaratibu wa kuwalea, muda wa kufanya kazi, nidhamu na vigezo vya bainishwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Nukuu ya waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete ikisema
Ni matarajio ya serikali kuwa waajiri wote wa taasisi za umma, vijana wa kujitolea pamoja na wadau wengine wataosoma kuelewa na kutekeleza mwongozo huu kwa ufanisi. Utafiti wabaini kiini vifo vya degedege kwa watoto, habari katika ukurasa wa 3. 66.7 watoto wengi, 66.7 walikuwa na degedege jumla, generalized seizure, huku nusu yao ukionyesha dalili za homa. Askofu ahadharisha wazazi walezi wanaowapa watoto simu, habari katika ukurasa wa 2. Ajali Morogoro, ndugu waitwa kupima DNA miili minne. Rais Samia atuma salamu za rambirambi, habari katika ukurasa wa 5. ACT Wazalendo yataka uponyaji kwa taifa 2026, habari katika ukurasa wa 2. TMA, mvua kubwa yenye radi kutikisa mikoa 25, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tazame sasa gazeti Uhuru, ukweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri makusanyo kupati RA. Profesa Semboja sema ongezeko hilo linaashiria uwepo wa sheria na sera nzuri pamoja na kukua uchumi wa nchi. Kinyondo asifu ufanisi ndani ya mamlaka hiyo. Dr. Lianga ashauri serikali kuendelea kubuni miradi itakayoongeza mzunguko wa fedha, huku akawapongeza walipa kodi, habari katika ukurasa wa 2. Mwinyi andika historia daraja kubwa baharini, habari katika ukurasa wa 3. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuandika historia baada ya kuzindua ujenzi wa daraja Uzingwambwa. Ni kielelezo cha dhamira ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuchochea maendeleo na kutatua changamoto za Wazanzibari. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. JKCI kutibu moyo bila kufunua kifua, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu afafanua kuahirishwa safari SGR, habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia atoa pole ajali Moro leo watu 10, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Kinachosababisha uvimbe wa kizazi, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Dr. Mwinyi aridhisha ujenzi wa daraja la Uzi, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo, habari katika ukurasa wa 2. Makazi bora yanachangia mageuzi ya kiuchumi, Dr. Khalid, habari katika ukurasa wa 3. CCM yasisitiza utekelezaji wa ahadi ya washukuru wananchi Kiwani, habari katika ukurasa wa 3. ZRA ya kusanya bilioni 90.8 Disemba 2025, habari katika ukurasa wa 3. Maelfu waandamana Uturuki kuiunga mkono Gaza, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Gazeti Mwanahabari ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele, Dr. Mwigulu ataja mwarobaini kuondoa mafuriko Morogoro. Azungumza mbele ya wakazi wa Tindiga, wilaya ya Kilosa, ambao wameathirika na mvua zinazoendelea nchini. Asema ni ujenzi wa mabawa eneo la Kidete, asisitiza ujenzi wake upo katika hatua za kitaalamu, ikiwemo kumpata mkandarasi, fedha imeshapatikana na kukamilisha mradi huo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. ZRA yavuka lengo kwa kukusanya bilioni 90.873 Zanzibar, habari katika ukurasa wa 2. Serikali yatenga bilioni 1.25 ujenzi wa mabwawa 7 Moro Dodoma, habari katika ukurasa wa 2. Wizara ya Nishati, bodi ya nyama
kukuza matumizi ya nishati safi ya kupikia, habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mrithi wa Ahwa huyu hapa, Abel ajivicha mabomu Simba ikivaa mwembe makumbi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Leo Jumamosi ni Mlandege dhidi ya Simba Sports Club saa 2:30 usiku, New Amani Complex. Zile offside za Wenga zimeiva, habari katika kurasa za ndani. Damaro Adema Cheche Shabalala ajitofautisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili na ukurasa wa 13. Konde Kajala ngoja tuone, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili kiandika mapinduzi leo Jumamosi ni Singida Black Stars dhidi ya URA saa 10:15 jioni, New Amani Complex. Gazeti hili imeandika uko Afcon hacha kipigwe tu saa 1 usiku, Al Medina ni Morocco dhidi ya Tanzania. Feitoto atoa kauli ya kibabe, habari katika ukurasa wa 13. Wakali wao Morocco ndio nchi inaongoza orodha ya viwango bora vya soka Afrika, ikishika nafasi ya 11 duniani. Rekodi tamu, Tanzania iliyoshika nafasi ya 27 Afrika na 112 duniani imeandika rekodi ya kucheza 16 bora kwa mara ya kwanza. Leo Jumamosi michezo mingine ni Senegal dhidi ya Sudan saa 1 kamili usiku. Mali dhidi ya Tunisia mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Gamondi ataka wachezaji wajiamini. Nyika waenda Marekani bila kocha, habari katika ukurasa za ndani. Simba mwembe makumbi hapatoshi leo, habari katika kurasa za ndani. Ratiba Afcon 2025 Jumamosi Januari 3 ni Senegal dhidi ya Sudan saa 1 kamili usiku. Mali dhidi ya Tunisia mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. TLGU yatangaza nafasi za uongozi, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini pia ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Gamondi afichwa mpango wa kumwoa mwenyeji Afcon, habari katika ukurasa za ndani. Mtihani wa kwanza kocha mpya Simba leo, habari katika ukurasa za ndani. Vinicius mkataba mpya Madrid, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.